Naam, shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi na sasa ni habari za biashara na uchumi. Wizara ya Madini imetangaza kuzuia wamiliki wa kigeni wa migodi nchini kujihusisha na utoaji wa huduma na bidhaa zipatazo 20, hatua inayolenga kutoa fursa kwa kampuni za Kitanzania zinazomilikiwa kwa 100% kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa kamili. Bidhaa hizo ni pamoja na usambazaji wa uzio wa waya, usambazaji wa saruji na vifaa vya ujenzi, usambazaji wa trei za msingi za chuma. Hatua hiyo imetangazwa jijini Dodoma na Waziri wa Madini Anthony Mavunde wakati akizungumza na waandishi wa habari kufuatia marekebisho ya kanuni za ushirikishwaji wa Watanzania za mwaka 2018. Miaka kadhaa iliyopita tulikuwa na changamoto moja kubwa. Watu wengi walikuwa wakileta malalamiko ya kwamba migodi hii mikubwa imekuwa ikiagiza bidhaa nje ya nchi, hata bidhaa ambazo zinapatikana ndani ya nchi, na nchi ilikuwa haiwezi kunufaika moja kwa moja na sekta ya madini kwa sababu fedha nyingi ilikuwa inatoka nje ya nchi. Kuhusu kuongezeka kwa makusanyo ya madini, Waziri Mavunde amesema mapato yatokanayo na sekta ya madini yameendelea kuimarika na kuongezeka kutoka mwaka hadi mwaka. Mapato ya serikali yameendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka kutoka kiasi cha shilingi bilioni 526.722 sawa na 111% ya lengo la makusanyo kwa mwaka 2020-2021 hadi kufikia kiasi cha shilingi trilioni 1.071 sawa na 107% ya lengo la makusanyo kwa mwaka 2024-2025. Hatua hiyo inaelezwa kuwa ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuimarisha ushiriki wa Watanzania katika sekta ya madini. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dodoma, mimi ni Roda Simba wa Channel 10. Serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imetoa mbegu za mbaazi bure tani 2.6 kwa wakulima mkoa wa Simiyu, ambapo katika msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026 mkoa huo unatarajia kulima hekta 40,297 na mbaazi na kupata tani 40,097. Tupate taarifa kamili. Akipokea mbegu hizo kutoka kwa mratibu wa COPRA kanda ya Ziwa Saidi Mambo, mkuu wa mkoa wa Simiyu Wanamringi Macha anawataka wakulima wa mkoa huu kujisajili ili kuweza kutambulika na kupata fursa mbalimbali za masuala ya kilimo ambazo zimekuwa zikijitokeza. Na nia yetu ya kutaka wakulima wajisajili na wafanye shughuli zao kupitia kwenye mfumo ni ili tunapopata huduma kama hizi tuweze kuwafikia. Mbegu zitatolewa bure kwa wakulima ambao wanajihusisha na kilimo hichi, ambao hususan kipaumbele kitakuwa kwa wakulima ambao wanauza au wameuza mazao yao kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Mratibu wa COPRA kanda ya Ziwa anaeleza lengo la utoaji wa mbegu hizo katika mikoa ya Mwanza, Simiyu, Shinyanga na Mara. Utoaji wa mbegu hizi pia ni chachu au hamasa kwa wakulima kuhamasisha wauze mazao yao kupitia mfumo huo wa stakabadhi za ghala. Mkoa wa Simiyu ni moja kati ya mikoa hapa nchini ambayo inazalisha kwa wingi mazao mchanganyiko ikiwemo mbaazi, dengu na choroko. Kutoka mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Mipango nchini Dr. Fred Msemwa amesema Tanzania kwa kiasi kikubwa inabebwa na sekta zisizorasimishwa, hivyo ni muhimu kufanya mapitio ili kuhakikisha sekta hizo zinaingizwa katika mfumo rasmi, ikiwemo kundi la madereva wa bodaboda na bajaji ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika kuchochea maendeleo ya taifa. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Hayo ameyasema akiwa mkoani Njombe wakati alipofika ofisini kwa mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka na kufanya mazungumzo mbalimbali ikiwemo kuunga mkono kwa wazo la umoja wa madereva wa pikipiki, bodaboda na bajaji kujiunga na chama cha ushirika SACCOS kinachotarajiwa kuanzishwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA kwa lengo la kurasimisha shughuli zao kisheria na kuwawezesha kiuchumi. Tutaweza kupata kwanza
kutambua hawa vijana walioko katika sekta hii, na kupitia utambuzi huo vijana hawa wataweza kwanza kuweka malengo yao na pia kuweza kufikia fursa zingine za kiuchumi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Njombe Mtaka amesema kuanzishwa kwa SACCOS hiyo kutawaunganisha madereva hao kupata fursa mbalimbali. Sisi kama serikali ya mkoa tuko tayari kuungana na LATRA kuona kwamba SACCOS ya bodaboda na bajaji mkoa wa Njombe inakuwa ni SACCOS kubwa. Kwa mfano kule Mwanza washaanza kukopeshwa, hata Kilimanjaro wameshakopeshwa na mabenki kwa sababu tu ya ile uaminifu wa kuwa pamoja, makusanyo yao yanaonekana. Nao viongozi wa umoja wa madereva wa bodaboda pamoja na bajaji ambao ndio walengwa wa mpango huo wamesema wamepokea wazo hilo jema kwa mikono miwili. Tunakwenda kujiwezesha, kazi hii tunaifanya ijulikane rasmi na serikali, lakini pia iweze kupata fursa za serikali. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Eden Bahati atakuwa hapa kwa upande wa habari za michezo na burudani.